Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 6, 2025. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu chini ya Hakimu Mfawidhi Kiswaga ilikuwa inakuja katika kesi ya uchunguzi wa awali kuhusiana na makosa ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Leo ilikuwa imepangwa na mahakama kwamba upande wa mashtaka waweze kueleza upelelezi umefikia wapi, kwamba uchunguzi wa kesi umefikia wapi ili mwisho wa siku ule uchunguzi wa awali uweze kuanza. Sasa upande wa mashtaka wamesema tena kwa mara nyingine kwamba upelelezi bado unaendelea, hujakamilika. Wamesema faili imerudi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya jinai wa taifa, na bado huyu ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Sasa upande wa utetezi tunapinga kwamba si sahihi aingia akilini kufungua kesi kubwa namna hii ambayo inahusisha tu maneno ambayo anasema kwamba nimeleta uhaini, alafu kasema unaenda kupeleleza maneno. Kasema pengine kama walikuwa wanahitaji wataalamu wa falsafa kama Mtakatifu Paulo au nani alipokwenda Ugiriki, sawa sawa, lakini haya ni maneno ambayo yametamkwa na yameandikwa kwenye mashtaka. Kwa hiyo ilikuwa na hoja kwamba pengine ni namna ya kuchelewesha kesi na kumnyima haki mteja wetu ambaye yuko ndani. Upande wa mashtaka wakawa wamesema hapana, wenyewe unaamini kwamba una haki ya kisheria kuweza kuendelea kuchunguza, ili sio miongoni mwa yale makosa ambayo yanatakiwa upelelezi huo umekamilika ili kabla mtu hajafunguliwa mashtaka. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimechukua muda mrefu, na upande mwingine tulikuwa ni kwamba mshtakiwa wakati anaingia mahakamani alikuwa ametaja ule msemo au mbiu ya Chadema kwamba no reform no election, na wakawa wamepeleka kwa hakimu hiyo hoja kwamba ile ilikuwa ni kudharau mahakama. Mwisho wa siku mahakama imesema kwamba haikuwa sahihi kwa sababu hakimu alishaingia, basi mshtakiwa pamoja na umma ulikuwa pale mahakamani hakutakiwa kuweza kuitikia aliposema no reform no election, na watu hakutakiwa kujibu. Kwa hiyo akawa ametoa tu onyo kwa pande zote mbili kwamba mahakama inapokuwa imeshakaa basi kauli za namna hiyo zisifanyike. Lakini akasema kwamba anakubali upande wa jamhuri kwamba upelelezi uendelee, sheria haiwabani kwa sababu ni mahakama tu ya mpito, anaweza kufuta mashtaka katika hali ya sasa, ila maagiza kwamba kesi itakapokuja tena tarehe 16 upande wa mashtaka uweze kueleza hali au hadhi ya upelelezi imefikia wapi. Je, iko kati, iko mwisho au iko bado mwanzoni? Kwa hiyo ndio hali ambayo imejitokeza. Ni kesi ambayo ilikuwa na mvuto mkubwa, hoja zilikuwa ni ndefu, marejeo mbalimbali ya sheria ya maamuzi ya mahakama kuu na mahakama ya rufaa yalifanyika, lakini basi hakimu ndivyo ambavyo ameagiza. Kwa hiyo hii kesi ya uchunguzi wa awali dhidi ya ndugu Tundu Antipas Lissu mteja wetu itakuja tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Nadhani itakuwa ni saa 3 asubuhi. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.